Karibu mtazamaji wa Zone Media, hapa ni mwendo wa kujuzana ripoti mbalimbali zinazojiri duniani siku ya hii leo. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameripotiwa kuwekwa kizuizini katika gereza la shirikisho la Metropolitan Detention Center MDC, Brooklyn, New York, mojawapo ya magereza yanayojulikana kwa kuhifadhi wafungwa wakubwa, nyeti na wa kimataifa nchini Marekani. Hatua hiyo imekuja mara baada ya Maduro kuwasili nchini Marekani kupitia Stewart International Airport, ambapo alionekana akisindikizwa chini ya ulinzi mkali na maafisa wa usalama wa shirikisho, wakiwemo mawakala wa shirika la kudhibiti dawa za kulevya DEA pamoja na Homeland Security Investigations HSI. Picha zilizosambaa zinaonyesha Maduro akiwa amefungwa pingu, mikono ikiwa mbele, huku akiwa amezungukwa na maafisa wa Marekani. Katika baadhi ya picha ameonekana akiwa amekaa kwenye kiti na nyingine ikimuonyesha nje ya ndege muda mfupi baada ya kutua, akiwa amevaa hoodie ya bluu hafifu, suruali ya bluu iliyokolea, soksi nyeupe na viatu vya wazi. Gereza la MDC Brooklyn limewahi kuwahifadhi watu maarufu waliokabiliwa na mashtaka mazito, akiwemo msanii wa Marekani Sean Combs maarufu kama P Diddy na Ghislaine Maxwell, mshirika wa marehemu mfanyabiashara Jeffrey Epstein. Historia hiyo inalifanya gereza hilo litajwe kama sehemu maalum kwa wafungwa wa ngazi ya juu ya kesi na kesi zenye uzito wa kimataifa. Kuwekwa kizuizini kwa Maduro kunatajwa kuwa tukio kubwa na lisilo la kawaida katika historia ya siasa za kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa ni kiongozi wa taifa aliyekuwa madarakani. Tukio hili linatarajiwa kuibua mshtuko mkubwa wa kidiplomasia duniani, huku macho ya dunia yakielekezwa kwenye hatua zinazofuata kutoka Washington na Caracas. Hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kumshikilia Nicolas Maduro na kuwekwa kwenye gereza ambalo P Diddy alikuwa akishikiliwa huko kunaibua sitofahamu kubwa dhidi ya mashtaka ya Nicolas Maduro, na kuonekana kwamba gereza hilo ni gereza ambalo limekuwa likishikilia watuhumiwa wenye mashtaka makubwa duniani na mambo makubwa ambayo wamewahi kuyafanya ukihalifu, basi wamekuwa wakishikiliwa katika gereza hilo ambalo ni maarufu sana huko nchini Marekani kwa kushikilia watu wenye makosa makubwa ya kimataifa. Hadi sasa hivi macho ya dunia yanasubiri kuona ni kwa jinsi gani basi mambo yote yatakuwa yakijiri huko nchini New York dhidi ya kesi ya Nicolas Maduro, ambapo anashtakiwa kwa kuendesha genge la madawa ya kulevya nchini Marekani, yeye pamoja na mke wake. Ndio maana Trump amesema kwamba Maduro atashtakiwa katika taifa la Marekani. Basi mtazamaji wetu, kuna mengi sana tutakwenda kujifunza, kuna mengi sana tutakwenda kuyajua siku ya hii leo. Cha msingi tu ni kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.